ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع والضلالات والنيران، اللهم آمين. أولا أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وإياكم، من حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى وحثنا في آياته كثيرة ومتعددة. يقول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. أحبة وأحباب رسول الله، عباد الله، أيها المؤمنون، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nayusia nafsi yangu kama ambavyo nazihusia nafsi zenu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo malengo na ndiyo targeti katika kuumbwa kwetu na kuletwa duniani. Ndugu yangu Muislamu, katika siku yetu ya leo biidhnillahi tabaraka wa taala tutaangalia baadhi ya ahkamul adahi, baadhi ya hukumu zinazofungamana na vichinjwa, kwani tuko katika mwezi wa Dhulqaada ambao ni tarehe 18. Mwezi huu ni mwezi wa 11. Baada ya mwezi huu unaofuatia ni mwezi wa 12 ambao ni mwezi wa Dhulhijja. Ni mwezi ambao ibada ya hija inatekelezwa, na wapo mpaka sasa mahujaji ambao tayari wameshaondoka. Kwa hiyo kwa sisi ambao tulio wengi ambao hatujafanya maandalizi ya kwenda katika kuhiji, basi tunapaswa pia kuyafahamu haya baadhi ya mambo ambayo yatatuhusu sisi katika maisha yetu, katika kuamiliana na ibada hiyo itakayokuwa ni yenye kuja baada ya siku ya 9, ambayo siku ya 10 ni siku ya kuchinja. Kwa nini tunazungumza mapema? Japo kuwa si mapema, kwa sababu ni masala ambayo yanahitaji maandalizi. Kwa hiyo ni mimbabi tadhkir, ni katika mlango wa kukumbushana kwa yule ambaye ana dhamira, kwa yule ambaye ana nia, kwa yule ambaye anakizi vigezo, aweze kutekeleza kwa mujibu wa sheria na mujibu wa mafundisho na manhaji ambayo ni sahihi min Allah tabaraka wa taala, kutoka kwa Allah subhanahu wa taala wa min nabiyina sallallahu alayhi wasallam, na kutoka kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Jambo
la kwanza kabisa ambalo unapaswa kulifahamu, taarifu al-udhiya. Nini maana ya udhiya? Sababu kifahamu maana yake pia utakuwa umeelewa nini kinachokusudiwa. Anasema hiya ma yudhbahu min bahimatil an'am ayyam al-eid al-adha taqarruban lillahi tabaraka wa ta'ala. Anasema al-udhiya maana yake ni vile ambavyo vinachinjwa min bahimatil an'am, katika bahimal an'am. Tukisema bahimatul an'am inakusudiwa al-ibilu, ngamia, walbaqara na ng'ombe, walghanam na kondoo na mbuzi. Kwa hiyo hawa ndio ambao wanakusudiwa katika kuchinja masiku ya udhiya, masiku ambayo ni ya kuchinja, ayama Eidul Adha, taqarruban lillahi tabaraka wa ta'ala. Kuchinja huku ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi alayhi, liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, kwamba Mwenyezi Mungu amejalia katika kila umma kila umma una sheria, una ibada zake. Katika ibada hizo liyadhkurullaha, ili waweze kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, juu ya vile ambavyo amewaruzuku katika bahimatil an'am. Maana yake ni katika hawa wanyama ambao ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ameweka tuweze kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwachinja, katika kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunaposema taqarruban ila Allah tabaraka wa ta'ala, kwa maana ya kwamba tunatoa wale ambao wanachinjwa. Wako watu wanachinja ng'ombe, wanachinja mbuzi, wanachinja kondoo, lakini ni kwa ajili ya masanamu, ni kwa ajili ya matambiko, ni kwa ajili ya mizimu, ni kwa ajili ya majini wanaotaka kunywa damu. Kwa hiyo mtu anachinja mbuzi kwa ajili ya shetani, hii haiwezi kuitwa ni udhiya, au hii haiwezi kuitwa ni kichinjwa kilichochinjwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na dalili za kuchinja, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anasema fasalli li rabbika wanhar, swali na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Kwa hiyo kuchinja kama ambavyo kuswali, tunapaswa kuswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile kuchinja tuchinje kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kwa maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbasi akatafsiri aya hii akisema an-naharu bimaana an-nusuku wadhabihu, ni kuchinja, ni ibada na kuchinja. Yauma al-adha, siku ya adha. Wa alayhi jumhuru, na vile vile jumhuru al-mufassirin wamekwenda pia na tafsiri hii kwamba fasalli li rabbika wanhar, manake wanhar ni katika kuchinja na vile vile kufanya ibada ambayo ni miongoni mwa ibada hiyo ni ibada ya kuchinja. Kwa hiyo hii ni dalili ambayo wamekwenda nayo wenye kutafsiri Qur'ani, lakini ndio ufahamu wa wema waliotangulia. Lakini pia katika sunna, katika hadithi za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, kama ambavyo iliyokuja katika hadithi ya Ummi Salama radhiyallahu anha, anasema ya kwamba kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, au anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba idha dakhalatil ashru, linapoingia 10 la mwezi wa Dhulhijja, wa arada ahadukum ayudhiya, na akataka mmoja wenu kuchinja, fala yamassa min basharihi fala yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'an, basi asiguse katika nywele zake, asiguse katika ngozi yake kitu chochote. Kwa hiyo hii inaonyesha ya kwamba kuchinja kupo, kwa sababu amesema kwamba itakapoingia 10 la mwanzo la mwezi wa Dhulhijja
na mmoja wenu akawa ni mwenye kutaka kuchinja. Kwa ni dalili ya kwamba lipo kisheria na Mtume sallallahu alayhi wasallama ameliamrisha hilo. Lakini baada ya kufahamu ya kwamba jambo hili liko kisheria katika kuchinja, kuko kisheria kwa dalili za Qur'ani na dalili za sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, linabakia jambo moja kwamba nini hukumu, ma hukumuha, hukumu yake ni ipi katika kuchinja. Kwamba wamekubaliana kwamba ni sheria, kuchinja ni sheria, manake ni jambo ambalo liko kwa mujibu wa Qur'ani na lipo kwa mujibu wa sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Kwa hivyo wengi, dhahaba jumhur, wamekwenda walio wengi katika wanachuoni kwamba annaha sunnatun muakkadatun, kwamba kuchinja ni sunna iliyokokotezwa, ni sunna ambayo imetiliwa msisitizo mkubwa sana. Kwa hiyo hii ni kauli ya kwanza, sababu kuna kauli mbili. Kauli ya pili ni ile ambayo dhahaba Abu Hanifa wal Auza'i, aliyokwenda nayo Abu Hanifa na Auza'i, kwamba wao wanasema annaha wajibatun ala alqadir, kwamba kuchinja ni jambo la wajibu kwa yule ambaye ni mwenye uwezo. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana uwezo wa kuchinja, anamiliki pesa ya kuweza kununua mnyama au anamiliki wanyama wenyewe, basi huyu kwake yeye ni wajibu. Na hii kauli pia amekubaliana nayo Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, amekwenda nayo kwamba ni wajibu kuchinja kwa mtu ambaye ni mwenye uwezo. Na kwa nini wakasema hivyo? Kutokana na dalili. Miongoni mwayo ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu ambaye anasimulia qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema, man wajada saa, yeyote atakayepata wasaa, atakayepata nafasi, atakayepata uwezo wa kuchinja, falamu yudahi, basi na akawa hajachinja, kwamba mtu huyu uwezo anao lakini akawa hajachinja, fala yaqrabanna musallana, basi mtu huyu asisogelee siku ya kuswali, asisogelee kwenye uwanja wetu. Hadithi ameipokea Ahmad na Ibn Majah. Kwa hiyo mtu ambaye ana uwezo wa kuchinja kwa sababu zake za ubakhili, kwa sababu zake za uchoyo, akaacha kulifanya jambo hili, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa makemeo makali ya kwamba mtu huyu asisogelee, asije katika eneo letu ambalo tunaswali swala ya Idi, kwa sababu ya kwamba hajanunua mfugo wa kuchinja siku ya Idi. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, kama Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia kuwa na uwezo wa kuchinja, usije ukakaa kwenye grupu la ombaomba, usije ukakaa kwenye grupu la maskini, kwamba na wewe unaenda kupewa nyama kwa watu waliochinja wakati wewe mwenyewe una uwezo wa kuchinja. Ikiwa tunafahamu asili ya kuchinja siku hiyo ni Ibrahimu alayhi salam, ambaye aliota ndoto ya kumchinja mwanae na akakubaliana na mwanae na mtoto akakubali kuchinjwa. Lakini Ibrahimu alivomlaza akawa anataka kumchinja, Allah subhanahu wa ta'ala akamuita akamwambia, tumeshafahamu ukweli wa nia yako na ikhlasi yako, kwa hiyo acha kusimchinje mwanao. Akaletoa fidia ya kondoo, akamchinja kondoo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatupima kwa mambo mengi. Tunakumbuka tulikuwa kwenye mwezi wa Ramadhani. Kwenye mwezi wa Ramadhani baada ya kumaliza, pamoja na kwamba ibada yenyewe ilikuwa inatupima kwenye vyakula, je, tuko tayari kuacha kula na kunywa kwa ajili ya Allah? Lakini tulipomaliza pia tukaambiwa tutoe zaka ya mali kuwalisha maskini na mafukara. Je, utatekeleza au utakataa? Na hii pia
kwa sababu kuna watu ambao wamejikita zaidi kupenda wanyama na kupenda pesa. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anataka kujua imani yetu, kwamba imani zetu zimekaaje. Kuna vitu ambao vimeingia kwenye nyoyo zetu vinapendwa zaidi kuliko ambavyo tunampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia uchinjaji huu, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema, man dhabaha ba'da salati, yoyote atakayechinja baada ya swala, yoyote atakayekuwa amechinja baada ya swala, faqad tamma nusukuhu, huyu ibada yake ya kuchinja imekamilika. Wa aswaba sunnatal muslimin, na amepatia sunna ya Waislamu. Kwa hiyo hii inaonyesha ya kwamba kuchinja ni baada ya swala ya Idi. Kwa hiyo mtu asije akaamka asubuhi akachinja akasema ngoja niwahi kuchinja ili nikirudi nianze kuchemsha, nianze kunywa supu, nianze kula kadha wa kadha, bali inatakiwa baada ya kuswali, umeenda kuswali, ukimaliza ndio urudi uje uchinje. Kwa hiyo Muislamu usije ukakosea katika wakati ambao ni wa kuchinja. Kuna mambo mengi ambayo mtu anatakiwa kuyafahamu katika uchinjaji, lakini haya tunayoyataja ni katika sehemu mengi ya yale ambayo yanahitajika kwa Muislamu kuweza kuyafahamu. Kwa hiyo mojawapo ni kufahamu ya kabisa wakati ambao ni wa kuchinja, ni wakati gani ambao uliowekwa na ni wakati gani ambao utakuwa ni sahihi. Katika kuchinja kuna hekima yake, wa hikmatuha, na hekima ya kuchinja ni nini? Moja katika hekima hiyo ni ataqarrubu ila Allah ta'ala bimtithali awamirihi, ni kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutekeleza maamrisho yake. Minha iraqatu dami, na miongoni mwa maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mtu kumwaga damu. Katika ibada ya sadaka iliyokuwa bora ni ibada ya kumwaga damu, ya kuchinja mnyama. Kwa hiyo ubora huu ndio ambao unakwenda hata kwa kutokutoa thamani, kwamba mtu asije akaona kwamba kumbe kondoo ni 70,000 au 80,000 basi mimi natoa pesa. La, unatakiwa ununue mnyama umchinje, umwage damu. Ni katika ibada bora ambayo Muislamu anatakiwa kuitekeleza. Kwa hiyo ataqarrubu ila Allah, kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimtithali awamirihi, kwa kutekeleza maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba utekeleze ibada, anachokitaka Allah ni nini? Yaqulu Allah tabaraka wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, lan yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, lan yanala Allah luhumuha wala dimauha, havimfikii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haviendi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani zile nyama ambazo mmezichinja haziendi kwa Mungu, wala damu iliyomwagika haiendi kwa Mungu. Lakini anachokitaka Mwenyezi Mungu kwako wewe ni nini? Ataqwa, ni ucha Mungu, ni ikhlas, ania. Uwe na ikhlasi, uwe na nia njema katika kule kuchinja. Isiwe ni kutaka sifa, isiwe ni kutaka ufahari, isiwe ni kutaka kujionyesha. Wanasema ikiwa mtu amechinja bila ikhlas, kanat kalqushuri la lubba fihi, inakuwa kama ganda ambalo halina kiini ndani yake, kama ganda la ndizi ambalo ndizi yenyewe imetolewa kwa ndani ikaliwa, kama parachichi ambalo kiini chake kimeliwa, kama nazi ambayo kiini chake kimeliwa limebaki nani lake.
Kwa hiyo hakuna kitu kilichoko ndani. Kadhalika kajasadi, kama vile mwili, la ruha fihi, mwili ambao hauna roho ndani yake. Ni kimwili tu, ni mwili ambao upo lakini hauna roho. Na ndio maana leo mtu roho ikitoka wanasema mwili wa marehemu, maana hakuna roho. Kwa hiyo mtu ambaye anafanya amali isiyokuwa na ikhlas, isiyokuwa na kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, hilo ni ganda la mua, hilo ni ganda la ndizi, kwa sababu imekosa kiini chake, imekosa kitu muhimu sana. Kwa hiyo kadhalika sakharaha lakum, Mwenyezi Mungu anasema hivyo hivyo amewadhalilisha hao wanyama. Ukimwangalia ngamia alivyokuwa na nguvu, alivyokuwa na uwezo, ng'ombe alivyokuwa na uwezo, lakini haya yote yanafanyika kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mnyama huyu kuweza kumilikiwa na binadamu na kuweza kumchinja, basi hiyo ujue ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo analifanya hilo. Kiumbe dhaifu kuweza kummiliki mwenye nguvu, si ujanja wa mnyama, sio ujanja wa binadamu. Hii ni kwa ajili ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika sakharaha lakum litukabbiru Allaha ala ma hadakum, ili muweze kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kuchinja kwenu, mseme bismillahi wallahu akbar. Litukabbiru Allah ala ma hadakum, muweze kumtukuza Allah kwa yale aliyowaongozeni, aliyowapa manhaj, aliyowapa mwongozo na dini iliyokuwa sahihi, mkawa mmeweza kutekeleza ibada hiyo ya kuchinja, ibada hiyo ya hija. Wabashiril muhsinin, wape bishara njema wale ambao wanafanya ihsani. Ndugu yangu Muislamu, hekima, miongoni mwa hekima, ufanye ibada hii kwa kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa huwa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Ndugu yangu Muislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, tukiendelea na baadhi ya mambo ambayo yanafungamana na ahkamul adwahi, hukumu za vile ambavyo ni vyenye kuchinjwa. Miongoni mwa hekima, katika hekima ya kuchinja, anasema i'lanu tauhid wa dhikru ismillahi azza wa jalla inda dhabihiha, ni kuitangaza tauhidi, ni kutangaza upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa kuchinja. Anayetajwa ni wapekee bismillah, kwa jina la Allah, kwa jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sio kwa jina la Muhammad, sio kwa jina la mzimu, sio kwa jina la mti, sio kwa jina la babu, sio kwa jina la baba, ni kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni ilani, ni kutangaza. Siku hiyo watu wanapochinja wanatangaza tauhidi, wanatangaza upweke wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwamba haya yanayofanyika ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio tofauti na washirikina ambao wanachinja kwa kutaja majina ya mizimu yao, kutaja majina ya waliokufa, waliolala kaburini, au kutaja jina au kutaja jua. I'lanu tauhid. Lakini pia katika hekima ya kuchinja, miongoni mwa hekima zake, it'amu alfuqara'i walmuhtajina bisadaqati alaihim, ni kuwalisha mafukara na wale wenye kuhitaji kwa kuwapa sadaka, kwa kuwatolea sadaka, kwamba kutoa sadaka katika kile ambacho umekichinja.
Kwa sababu katika mgawanyo wa vile ambayo mtu anachinja wako wamekhtalifiana wanachuoni kwamba uchinje kile ambacho umekichinja sehemu ule, sehemu nyingine utoe sadaka, sehemu nyingine utoe sadaka, na sehemu nyingine ulishe maskini. Kwa hiyo kuna kulisha maskini na kutoa sadaka. Sadaka ni kuwapa wale marafiki, lakini kulisha maskini ni hasa kwa wale ambao waliokusudiwa kwa mujibu wa sheria. Lakini anasema kwamba inafaa kwa mtu ambaye amechinja asiache kuchukua sehemu yake ale katika huyo mnyama aliyemchinja, alafu nyingine atoe zawadi kuwapa watu. Maanake tukisema zawadi inafaa pia hata kumpa asiyekuwa Muislamu, inafaa kumpa zawadi, lakini pia mtu huyu atoe sadaka. Na katika yule mnyama aliyemchinja haifai, hata yule mchinjaji hafai kupewa chochote katika yule mnyama, kwamba haya ni malipo, haifai kumpa, bali kama unampa umpe kama nyama ya kwenda kula, ni maskini, ni mafukara, ni jamaa, lakini usimpe kwa maana ni mshahara wako, kwa maana ni posho yako. Mpaka hata ngozi haifai kuuza, ngozi ya mnyama haifai kuuza. Na hata vile ambao vilikuwa kwa mnyama kama ngamia, ambao wengine wanawekewa kitu kama kitanda juu yake, wengine wanawekwa na kamba, kama vitu hivyo ndio mnyama uliokusudia kumchinja, na hivyo vitu vyake havifai kuuzwa, bali vinafaa kutoa sadaka. Ni jumla ya vitu vinayotakiwa kutoa sadaka. Kwa hiyo kutoa sadaka ya ngozi ukampa mtu ni jaiz, lakini usimuuzie. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa kufahamu ya kwamba miongoni mwa hekima ni kutoa sadaka, miongoni mwa hekima ni kuwasaidia, ni kuwalisha watu ambao ni mafukara. Kwa hiyo isije ikawa mtu amechinja alafu akajiweka pale na familia yake wakala wenyewe. Lakini jambo lingine ambalo tunajifunza au ni hekima katika haya, nasema atarbiyatu ala al-ubudiyya, ni kujifunza, ni kujilelea katika ulezi wa ibada, kwamba kila saa mtu afahamu kuna mambo ambayo anatakiwa kuyafanya kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kile anachokuamrisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini pia katika hekima ambayo wanahitaji wanachuoni, atawasiatu ala nafsi wal iyali biakli lahmi, kwa kula nyama, alladhi huwa a'dhamu idain, kuikunjulia familia pia nayo iweze kula nyama, na nafsi yako pia inafurahi kula nyama. Kuna wakati watu wengine wanakuwa ni wabakhili, ni wafugaji lakini hawali nyama, kama ambayo wako wanaokamua maziwa lakini wenyewe hawanywi maziwa, wao ni kuuza tu. Lakini hii imesemwa mchinje na wewe ule katika sehemu ile. Kwa hiyo wewe utakula, lakini pia na familia yako itakula, itapata kula nyama ambayo pia ni katika vyakula ambayo inapendwa sana na watu, ni nyama. Hata ukipika pilau haina nyama inaitwa jina lake pilau bubu, kwa sababu imekosa nyama. Kwa hiyo nyama ni katika kiungo, ni katika chakula ambacho ni bora. Ndio maana pia katika ubora hizi inatakiwa wanyama ambao walionenepa vizuri, wanyama ambao ni wa thamani, wa ghali, ndio ambao wanatakiwa kuchinjwa. Kama imekuja katika Sahih al-Bukhari, anasema kwamba qala Yahya anasema samitu Aba Umama, nilimsikia Aba Umama anasema kunna nusamminu, tulikuwa tunanenepesha al-udhiya bil Madina, katika mji wa Madina. Wa kana al-muslimuna yusamminuna, na walikuwa waislamu wananenepesha wanyama, yani wanawanunua mapema, wanawaweka ili waweze kunenepa, kuwachunga ili waweze kunenepa. Manake kama unampa mtu nyama akala, ale kweli kitu cha kueleweka. Bali sisi leo
waweze kupunguza, waweke mfukoni, wananunua wanyama waliokonda kiasi ambacho zile mbavu zinahesabika. Mnyama hana nyama yoyote, hana mafuta yoyote, lakini kwa sababu ya watu kutaka kujiwekeza au kutaka kukata makato fulani, huweka yawe ni ya kwake, mnyama badala ya kununua labda wa Laki7 akanunua kwa bei ya Laki3 kwa sababu ni mnyama aliyeponda. Na miongoni mwa sifa ambazo zimetajwa katika mnyama ni mnyama ambaye asiyetakiwa katika Idi au asiyetakiwa katika kuchinjwa, ambazo Mtume amezitaja. Ametaja sifa kama 4 hivi. Akasema al-arja'u al-bayyinu bil'uha, mnyama ambaye ni kiguru na kiguru chake kinamkwaza, kinamfanya ashindwe hata kutembea na wenzake, anachelewa kufika, anachelewa, anaachwa na wenzake. Huyu mnyama hafai katika kuchinja. Lakini mnyama mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa akimtaja akasema wal maridwa albayinu maraduha, na mnyama ambaye ni mgonjwa na ugonjwa wake unaeleweka, ugonjwa wake unafahamika, labda ni ugonjwa wa kuambukiza na kadha wa kadha, huyu mnyama hafai kuchinjwa kwa ajili ya udhuhiya. Lakini pia akasema na mnyama ambaye al-awra albayinu awaruha, mnyama ambaye ni kipofu au ni chongo na chongo yake inaeleweka, inaonekana kwa wazi, huyu ni chongo. Je, akiwa ni kipofu kabisa, manake huyo ndio kabisa hafai, huyo ndio kabisa hafai katika kuchinjwa. Lakini mwingine akasema mnyama ambaye alkabira ni mkubwa, la alati la tunqa, yule ambaye hana supu yoyote, pia huyu mnyama kwa watu wanaojua nyama hafai kuchinjwa. Haya Mtume sallallahu alayhi wasallama ameyabainisha, ameyazungumza. Yako mengine ambayo pia ni katika sifa ambazo hazifai, hazipendezi, sifa zinazozidi hizi tulizozitaja kwenda juu. Mfano mnyama kama ni kiguru, je, akiwa hana miguu yote? Huwezi kuuliza, kwa sababu huyu ni kiguru hafai. Je, kama hana yote? Huyu ni chongo, je, kama ni kipofu? Ama sifa zingine ambazo ziko chini. Na mfano pia umenunua mnyama, wakati unamshusha akavunjika mguu, huyu kisheria atabaki kuwa anafaa kwa sababu hujakusudia. Hii aibu haijapatikana wakati wa kununua, bali hii imejitokeza wakati wa harakati. Kwa hiyo mnyama yoyote atakayekuwa na aibu yoyote, ila amechanjwa kasikio au kadha au amewekwa alama au nini, hawa watafaa pamoja na karaha, lakini wanafaa kuchinjwa. Hizi sifa kuu 4 ndizo ambazo mnyama akizikosa, mnyama huyu hafai kuchinjwa, na yule mwenye sifa mbaya zaidi ya hizi 4 ndiyo ambaye hafai zaidi katika kuchinja siku ya Idi. Kwa hiyo Muislamu ukiweza kuyafahamu haya na kuyaelewa haya, kama ambao nimesema kwamba mlango huu na mambo mengi, lakini tumetaja yale ambayo ni ya muhimu zaidi na mtu aweze kuyazingatia katika kuiendea ibada hii, ili uweze kuifanya ibada ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anairidhia na uweze kupata thawabu kwa kile utakachokifanya. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adhilla shirka wal mushrikin wa adhilla shirka wal mushrikin. Allahumma ansur al-muslimina fi kulli makan, Allahumma ansur al-muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa aqimis salat.